Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utashi wake mkubwa wa kuendelea kuikuza sekta ya madini hapa nchini Tanzania. Sekta ya madini imeendelea kukua siku hadi siku, lakini pia hivi sasa tunao jukumu kubwa la kuendelea kuwahudumia Watanzania, na moja kati ya maeneo ambayo tunapaswa kutoa huduma kwa Watanzania ni eneo la maabara, hasa katika upimaji wa sampuli mbalimbali za madini na kuweza kutoa matokeo ambayo yanaweza yakaaminika sehemu yoyote. Wachimbaji na wafanyabiashara wengi wa madini nchini Tanzania wamekuwa na changamoto moja kubwa ya upatikanaji wa taarifa sahihi za kimaabara, na hivyo kupelekea asilimia kubwa kutumia maabara tofauti tofauti zikiwemo za nje ya nchi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeamua sasa kufanya uwekezaji mkubwa katika eneo hilo la maabara, na hapa tunashuhudia Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini ikiwa inatekeleza mradi wake mkubwa wa zaidi ya shilingi bilioni 14 ambazo ni ujenzi wa jengo kubwa la kisasa la maabara ambao tunategemea litatoa huduma kwa wachimbaji na wafanyabiashara mbalimbali wa madini hapa nchini Tanzania, lakini na nje ya mipaka ya Tanzania. Kusudio letu kubwa ni kuhakikisha tunakuwa na huduma ambazo zenye ubora na ambazo ni shindani katika soko la leo, lakini vile vile ambazo zitakuwa zinaaminika. Na haya inaenda sambamba pamoja na kuwa na miundombinu rafiki na ya kisasa, na jengo ambalo linajengwa hapa ni jengo kubwa sana la kisasa ambalo linaendana na mazingira ya dunia ya leo, ambalo litakuwa na uwezo wa kuhudumia watu wengi kwa wakati mmoja. Hivyo nataka nichukue fursa hii kuendelea kutoa rai kwa Watanzania na hasa wadau wa sekta ya madini kuendelea kuamini kwamba serikali ipo karibu nao kuhakikisha kwamba wanapata kila huduma stahiki ambayo wanastahili kuipata, na sisi tunao jukumu la kuhakikisha kwamba mambo yote yanatokea, ikiwemo hili la ujenzi wa maabara hii kubwa na ya kisasa, ambako pia lengo letu kubwa ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha huduma za kimaabara kusini mwa jangwa la Sahara. Tunategemea maabara hii si tu ya Tanzania, lakini pia inaweza kuhudumu na nje ya mipaka ya Tanzania, na ndio maana uwekezaji uliofanyika hapa ni uwekezaji mkubwa ambao pia utaenda sambamba na kuwajengea uwezo wa wataalamu wa Kitanzania pamoja na upatikanaji wa vifaa vya kisasa ambao vitasaidia katika kutoa huduma kwenye maabara hii. Nitoe rai kwa mkandarasi kuhakikisha kwamba kazi hii inakamilika ndani ya muda kama ambavyo imesemwa. Tunategemea mwakani mwezi wa 9 kuja kukabidhiwa jengo ambalo litakuwa na viwango kama ambavyo tumeonyeshwa katika 3D na picha mbalimbali zilizoko hapa ndani ya site. Lakini pia naendelea kuasisitiza wenzetu wa GST kuhakikisha mnaongeza usimamizi wa karibu katika ujenzi wa jengo hili ili uweze kukamilika kwa wakati, ili tuanze kutoa huduma kwa Watanzania. Na mwisho niwakaribishe wadau wote wa sekta ya madini kwenye taasisi yetu ya Jiolojia na Utafiti wa Madini kuendelea kutumia maabara zetu, kuendelea kuboresha huduma na vile vile kuwajengea uwezo wa wataalamu wetu zaidi. Sambamba na hii pia tunajenga maabara nyingine katika mkoa wa Geita pamoja na mkoa wa kimadini wa Chunya. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunatawanya huduma hizi. Dodoma inabaki kuwa katikati kwa sababu ya kupokea maeneo tofauti tofauti, lakini yale maeneo ambako shughuli zinafanyika nyingi za madini kwa maana ya kanda ya Ziwa na mkoa wa kimadini wa Chunya, wenyewe pia watakuwa wana maabara yao maalum kabisa. Ni mtendaji mkuu wa Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania. Jengo hili lipo katika awamu mbalimbali. Katika upande mmoja limeshafikia 20%, lakini katika sehemu nyingine limeshafikia 13 kama 5 hivi. Jengo hili litakwenda kumalizika kulingana na mkataba ambao ni wa takriban miaka 2, itakwenda kumalizika mwezi Septemba mwishoni mwaka 2027. Na litakapokuwa limekamilika kama nilivyosema, na litakuwa na uwezo wa kuhudumia sampuli zozote za madini, kwa madini yote ambayo yanaweza kupatikana popote ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa serikali kuweza kutupatia mradi kama huu,
ambao kimsingi tunajua kabisa katika sekta ya madini itakuwa ni jambo jema katika kuendeleza sekta ya madini kwa ujumla. Kama wanufaika tuko karibu na ujenzi huu, tunafuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba ujenzi huu unajengwa kulingana na jinsi ambavyo mkataba unasema na likamilike kwa wakati ili liweze kutoa huduma kwa wateja mapema iwezekanavyo. Progress ambayo tuko nayo tunaamini mpaka kufika mwakani tarehe za mwishoni mwa mwezi wa 9 2027 tutakuwa tupo tayari kukabidhi mradi huu. Kuhusu vibarua ambao wako maeneo haya, tumeajiri watu wanaozunguka maeneo haya ya site na watu walioko pembezoni mwa Dodoma, lakini pia kuna vitu ambavyo imebidi tupate mafundi na vibarua wengine kutoka nje ya mkoa huu.